Ninataka niamini kwamba kuna ujumbe kutoka kwa Bwana kwa ajili yako na kwa ajili yetu. Baba, hii si yako ili yako pia. Na sitachukua muda mrefu. Naomba twende pamoja katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza, wa pili mpaka mstari wa 3. Si lazima malize ujumbe huu leo. Leo nitafanya kila ambacho Roho ataniwezesha kufanya, ama kila ambacho Roho angependa kufanya katika ibada ya siku ya leo na katika maisha yetu pia. Efeso sura ya 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Biblia inasema, tunasoma maandiko tukirudia, kwa sababu wengine huwezi kusikia mara ya kwanza na inabidi kwamba tusome mara ya pili tujue mahali ambapo. Mstari wa kwanza Biblia inasema, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, mpate heri kae siku nyingi katika dunia. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ukikusanya hapa ni kwa sababu uko na ujumbe kwa ajili yetu. Ninaomba unisaidie kama chombo nipitishe ujumbe huu mpaka mahali ambapo unastahili kufika kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, katasema amen. Amen. Kila mara unaposoma andiko hili nafikiria kwamba ni la andiko ambalo linastahili kusomewa watoto wa Sunday School. We spend most of our time katika tukifundisha andiko hili kwa watoto wa Sunday School. I want you to know, Paul Bwana alikia kabisa na Waefeso na akawaambia mambo haya kuhusu mahusiano wetu pamoja na Mungu, uhusiano wetu pamoja na wazazi, uhusiano wetu mahali pa kazi, mahali ambapo tunafanya kazi,
na hata uhusiano wetu mahali ambapo tunaishi. Na kwa mistari hii mitatu specifically ana address watoto, na watoto not in a sense of age, si umri tu unaofanya mtu awe mtoto. Na ndio maana nilisema hili si andiko la Sunday school tu, linatuhusu sisi kama vile linavyowahusu watu wengine. We cannot run away from it. Hatuwezi kuepuka na kusema tu hili ni andiko la Sunday school. So anasema, enyi watoto, na tu watoto wa mtu fulani, kila mmoja wetu, regardless of your age. Hata mtu mkubwa zaidi katikati yetu, aliye na umri mkubwa zaidi katikati yetu, bado ni mtoto wa mtu fulani. Anasema, watiini wazazi wenu katika Bwana. First word is obey. Obey your parents. Mawatiini wazazi wenu. Na hapa chini anasema in the Lord, katika Bwana. Ningependa pengine kufafanua neno obedience or obey lina maana gani? Neno kutii lina maana gani? Inamaanisha that we should submit to authority of someone. Na ndio sababu ni